Nashukuru sana CK Cecilia Kambole. Kama nilivyotambulishwa, niko mahali hapa kwa sababu ya kipengele changu ambacho kinaitwa Ndoto ni Maisha, Ulimwengu wa Roho, lakini pia tunaongeza kipengele kingine ambacho kinaitwa Kambi ya Mizani. Sasa leo Cecilia, ndio ninataka nizungumzie zaidi kuhusu habari ya mkesha wa tarehe 12 mwezi wa 6, Ijumaa ya wiki hii. Hapa tukitoa siku ya leo, maana yake tunasema ni siku ya pili baada ya leo. Kwa maana watu wengi walikuwa wanasubiria mkesha huu, na huu ni mkesha wa ajabu sana, kwa sababu maisha ya mtu yamebebwa na kitu kinachoitwa taarifa. Maisha ya mtu yanabebwa na kitu kinachoitwa taarifa. Wamepokea taarifa, na kwa bahati mbaya ni taarifa mbaya. Wameambiwa labda mmoja wa mtoto wa familia ameondoka, au mkuu wa familia ameondoka. Hiyo ni taarifa, lakini ni taarifa mbaya. Ndio. Na ubaya wa pili ni kwamba ulimwengu wa roho kupitia wakala wake ambao wanafanya kazi kwa ajili ya kuisimamia kuzimu. Tunaposema habari ya balozi, balozi zinafanya kazi kwa sababu ya kuwakilisha nchi. Hapa tuna balozi mbalimbali ziko hapa nchini, na zile ofisi za balozi zinawakilisha nchi ile. Na hata hivyo, katika ulimwengu wa roho tuna mabalozi. Kuna mabalozi ambao wanafanya kazi kwenye ufalme wa Mungu, tunawaita watumishi wa Mungu. Lakini pia tuna mabalozi wengine ambao wanafanya kazi kwenye ufalme wa Shetani. Sasa kibaya zaidi ni kwamba ufalme wa Shetani unakuwa na kura nyingi sana, kwa sababu hata wale ambao pia wako kwenye ufalme wa Mungu wakiteleza kidogo tayari wanasabiliwa kwenye ufalme wa giza. Kwa ufalme wa giza umekuwa na taarifa nyingi ambazo ni mbaya. Sasa nilikuwa nazungumza na daktari mmoja ambaye ni bingwa wa magonjwa fulani, na nikamuuliza kuhusu experience yake ya tiba. Anasema kuna kipindi ambacho wale ambao wanaitwa madaktari bingwa nao wanahitaji mabingwa wa kuwasaidia, sio bingwa kama daktari, lakini wanahitaji bingwa wa kiroho wa kuwasaidia. Kwa nini? Kwa sababu kuna kipindi ambacho unakuta sayansi imegoma, imefika mwisho. Kwa mfano, kila ugonjwa, kila shambulizi la ugonjwa, ukiniambia kwamba ugonjwa fulani, tunaenda kwenye zile archive document kwamba ugonjwa huu unaingia mwilini kwa staili gani, na ili uweze kupiga au kuondoa ule ugonjwa unatumia dawa gani. Lakini kuna kipindi ambacho unafanya all the best, unafanya mambo yote mazuri kuhakikisha kwamba linakuwa lile ambalo linastahili, lakini mwisho wa siku unakuta kwamba bado shida haijaondoka. Pale ndipo ambapo tunahitaji kupata mtu ambaye ni expert kwenye ulimwengu wa roho. Kwa taarifa mbaya zipo kila siku. Hata watu wengine wanaenda hospitalini, anaambiwa ugonjwa huu bwana hautapona. Kwa hiyo jiandae, kama ni mambo yako ya mali ziweke vizuri, watoto wasije wakagombana. Sababu kuna watoto wengine saa hizi hawafanyi kazi, wanasubiria wazazi wao wafe wapate urithi. Saa hii kuna watu ambao hawafanyi kazi, anajua baba ameshamechi, anasubiria baba afe, na hao watoto hawalii sababu kile ambacho walikuwa wanakihitaji kile wamekipata, kimetimia. Ni vizuri tuwajenge watoto wetu kutokuangalia urithi, kwa sababu urithi kama yaani akili ndio kitu ambacho watoto wanaweza kurithi kikubwa kwenye maisha yao. Yaani watoto wakirithi akili ya baba ndio wanaweza kudumu
Lakini sasa kuna baba wengine nao akili zao sio za polisi. Ajabu kweli. Hata wakati fulani unakuta mama anamwambia kijana wake, wewe akili zako kama za baba yako. Hata na wewe baba amekukatia tamaa, ueleweke. Asubuhi haijulikani ni asubuhi kwako, mchana haijulikani. Wewe ni siku yako hata haina faida. Kwa hiyo mtoto anaamua sasa yeye mwenyewe kutafuta namna ya kutoboa. Sasa leo nitazungumza zaidi kwenye eneo la ndoto ambazo mtu anapoziota ni taarifa mbaya. Lakini kuna watu wengi ambao wameandika meseji zao, labda ni waheshimu wachache kwanza kabla ya kuingia kusoma. Niwasomee meseji zao wachache ambao wameandika. Mmoja huyu anasema kuna chukue chache hapa. Ndio. Salum. Kuna mtu mmoja anaitwa Salum, huyu jamaa anasema nimeota nagombana na watu kila nikilala nagombana. Yaani unajua kuna watu ambao ulimwengu wa roho umeshatengeneza lifestyle, mtindo wa maisha. Kuna mwingine akilala anajua kabisa zinaa zinakuja. Mwingine akilala kama huyu Salum anasema yeye ni kugombana. Mwingine akilala anajiona kwamba anakula. Mwingine akilala yani ni mfumo ulishatengenezwa katika ulimwengu wa roho. Sasa ni nini maana ya kuota kwamba unagombana? Namba moja ni uwepo wa migogoro ya kimahusiano katika ulimwengu wa roho kati yako na watu wa roho kuzunguka. Kitabu cha Efeso mlango wa 4 mstari wa 26. Tunaweza tukalisoma pale. Mimi naomba usisome sisi hapa. Sawa. Kwa sababu muda wetu ni robo. Muda utoshi. Muda utoshi. Namba 2, kuota unapoota unagombana. Jambo la kwanza ni kwamba kuna mahusiano mabaya na watu wanaokuzunguka kwenye ulimwengu wa roho. Jambo la kwanza. Jambo la pili ni uwepo mapambano ya kufikia malengo, aidha masomo, kazi, biashara, mambo fulani. Kama mtu amefungwa asiweze kufikia kwenye lengo, na hii ni taarifa mbaya. Kwake huyu mtu ni taarifa mbaya. Kwa sababu kwake iko kuota unagombana kila siku ndio ni taarifa mbaya. Kwa mtu ambaye amefungwa, yani ana kifungo kwamba asifikie kwenye malengo, maana yake ukilala utaota kwamba unagombana. Unagombana na nani? Unagombana na wale ambao waliweka beri ya barabarani. Kama unapojaribu kwenda unakuta kuna beri, wale wanaendesha magari unakuta kuna beri. Na ukijaribu kupita unakuta kwamba umewekewa ile miba au ile misumari barabarani. Kwa hiyo huwezi kupita. Na ukipita bado unakuta kwamba umeharibu kwa sababu umezuiliwa.